Mfumo nikisema ukweli, hizo tuzo sio za Njombe. Hizo tuzo za Makambako. Kwa nini unaelewa? Hizo tuzo ni za Makambako na Ludewa. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu gani nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu gani? Mwanaji wa tuzo kwanza kwenye red carpet amejiandika jina lake. Anaitwa na TDFA. Ni vitu viwili vimeshirikiana pamoja. Vitu viwili vimeshirikiana pamoja. Ilitakiwa aandike TDFA. Hizi tuzo kubwa sana za mkoa. Yaani kosa kubwa sana kujibinikisha tuzo. Sawa? Tumekupa dhamana, tumekupa mwenyekiti. Wewe ndio mwenyekiti wa tuzo hizi hapa, sawa, la TDFA, sawa? Wewe ndio mwenyekiti wa TDFA. Huwezi ukajiandika jina lako kwenye tuzo za ambazo za mkoa. Mimi kama The Wellers, sawa, nikianza The Wellers na has a video production. Manake The Wellers ndio ane own hichi kitu. Ndo kama hapa Kidoti anashirikiana nani na TDFA. Lakini hizi tuzo sio za Kidoti. Hii tuzo ni ya TDFA. Mfumo wa ugawaji wa tuzo hauko right. Kwa sababu gani kwambie kitu? Kidoti alikopo ndio amepambana sana, ndio mwenyekiti wetu TDFA. Amepambana sana hizi tuzo zifanyike wapi? Njombe. Lakini alivyoona watu wa Njombe hawana mwamko mzuri, watu wa Makambako wana mwamko mzuri, ikabidi yeye kama kiongozi wa TDFA awape tuzo nyingi watu wa wapi? Makambako. Kwa sababu gani? Watu wa Makambako wamegharamia nauli kuja Njombe. Wa Makambako wamegharamia guest kuja Njombe. Wamelala hivi kila kitu. Lakini watu wa Njombe wameshinda kujitokeza. Lakini kwa nini uandike jina lako kwenye tuzo za mkoa? Hizi tuzo ziko fair. Mimi hapa sijashiriki kwenye tuzo yoyote. Ndio maana nimepewa cheti cha heshima. Unajua ningeshiriki kwenye tuzo na uhakika 100% Njombe wangechukua tuzo nyingi sana kuliko Makambako. Kwa sababu gani nasema hivyo? Njombe wanafanya vitu quality. Njombe wanafanya vitu vyenye ubora. Njombe wanajielewa. Njombe wanajali vipaji vyao. Mimi hapa ni mjumbe wa taifa. Sawa, siangalii Makambako, Njombe wala wapi. Mimi naangalia watu wenye vipaji. Ndio mjumbe. Mimi hapa niko taifa. Ukiwa taifa hutakiwi kuegemea upande wowote. Kwa mfumo huu tuzo hizi zinakuja kujenga sanaa au kuharibu? Kuharibu. Nasema kuharibu kwa sababu gani? Hautakiwi kuandika jina lako kwenye tuzo za mkoa. Kwa changamoto ni jina la Kidoti kutangulia kabla ya chama. Yes. Asante sana. Itakiwa useme bwana tuzo za wasanii waigizaji au wasanii mbalimbali ambao wako ndani ya mkoa wa Njombe, halafu Kidoti awe kama vile mtu ambaye amemanage hichi kitu. Asante, nimekuelewa. Ukiandika Kidoti halafu plus fulani TDFA, ina maana kwamba Kidoti ndio main. Yes, ndio TDFA kama vile ameshirikishwa. Asante sana. Sasa una ujinga. Kwa hiyo ni Kidoti featuring TDFA. Upumbavu. Hapa hakuna tuzo. Unaposema tuzo lazima uonyeshe kwamba tuzo hii ameshindana nani. Unaposema msanii bora ameshindanishwa fulani na fulani, lakini ameshinda fulani. Unaposema ameshinda fulani, huo ni batili. Lakini hizi tuzo za Makambako zimefanikia Njombe. Lakini kitu kingine kwamba kama tuzo za mkoa hutaki kuandika jina lako, ameandika hizo Kidoti pale. Asante, shukrani. Subiri kwa bega. Nisikize. Iko hivi, unapotaja tuzo lazima utaje watu walioshiriki kwenye tuzo. Kama comedian bora, taja majina ya comedian ambao wameshiriki kwenye tuzo. Lakini aliyeshinda ni nani? Namtaja jina lake. Aliyeshinda msanii bora wa kiume. Sawa. Aliyeshinda. Asante sana. Bwana, wewe mwenye Kidoti. Shukrani, nimekuelewa. Kwanza mimi. Hujamaliza kunisikiliza. Umeshika mic sawa? Kaa kwa hapa. Sasa Makambako zinanikie Njombe. Unaposema msanii bora wa kiume, inatakiwa utaje aliyeshiriki ni fulani na fulani, lakini aliyeshinda ni fulani. Unaposema comedian bora, taja macomedian wote. Comedian ni fulani na fulani, lakini aliyeshinda ni fulani. Msanii bora wa kike,
kuna huyu hapa na huyu hapa, lakini aliyeshinda ni huyu hapa. Lakini unaposema kwamba msanii bora wa kike ni huyu hapa, huyu ni upumbavu. Msanii bora wa kiume ni huyu hapa, sio fair. Unaposema msanii bora wa comedian ni huyu hapa, sio fair. Lazima utaje watu ambao wameshiriki kwenye comedian. Tutarudi kuongea na wewe tena kwa mara nyingine. Wajinga.